Kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu inasema wezesha mazingira ya hedhi salama yenye utu kwa wasichana na wanawake wote. Kwa hiyo hii kazi kumbe sio ya mabinti tu. Tunatakiwa sisi wazazi tufanyeje? Tuwezeshe mazingira haya ya hedhi salama kwa kutatua zile changamoto ambazo zimetajwa kwenye midahalo. Wamesema hapa kukosa taulo za kike. Kwa hiyo wazazi tunatakiwa tuchukue jukumu hili kuhakikisha kwamba mabinti zetu hata na wake zetu, kwa sababu tumeambia umri miaka 9 hadi 55. Kwa hiyo unaweza kuwa na mama nyumbani anapata hedhi. Hata kwa imani potofu unasema mke wangu leo anaumwa, unakimbia nyumba. Naona kumbe sio ugonjwa, ni hali ya kibiolojia ambayo ukiona mama anapata hedhi, baba unatakiwa ufurahi, kwa sababu kumbe una mwanamke aliye kamili, anaweza kupata ujauzito. Mwanamke ambaye haendi hedhi hawezi kupata ujauzito. Kwa hiyo kumbe wa baba tuna wajibu wa kuikubali hii hali na kubadilisha fikra zetu. Ukimwona mama anaenda hedhi, maana yake yuko mzima. Ni wajibu wa kwetu wa baba kuwasaidia wamama na wasichana kuwa na hedhi safi. Hedhi safi ni ipi? Hedhi safi inajumuisha kupata vifaa ambavyo vitamkinga, kwanza asiaibike, ajistiri, lakini pia asipate maambukizi. Ni meneja wa kinga kutoka taasisi ya AHF Tanzania. Tuko hapa kusherehekea siku ya hedhi salama duniani. Kama taasisi tumefurahi kuungana nanyi. Tuko hapa katika kusherehekea maadhimisho haya, kama ambavyo wenzangu wametangulia kusema, hedhi salama ni fursa, sio ugonjwa na wala si aibu. Ni swala la kibiolojia ambayo inatufanya sisi sote kupiga hatua katika makuzi kama wasichana na wakina mama. Sisi kama AHF tuko pamoja kwa kushirikiana na ofisi ya mganga mkuu wa wilaya kuhakikisha kwamba tutaendelea kushiriki katika siku hizi kila mwaka. Na tunafurahi sana kuona nyuso na furaha hasa za washiriki wanafunzi kupitia jana kwenye elimu mliopata kuhusu hedhi salama, lakini vile vile tunashukuru wazazi kuendelea kuwaruhusu, na nichukue fursa hii kuomba wazazi mwape ushirikiano watoto wanapowafikia na masuala ya hedhi salama. Hili jambo sio jambo la aibu, mwape ushirikiano. Tunaelewa kuna ile sitofahamu inayotokea kwamba mtoto wanapotaka kushirikisha, tunaona ile swala la kina mama. Kama ambavyo takwimu inaonyesha, 17% ya wasichana wanashindwa kuhudhuria masomo kutokana na maumivu yanayotokana na fedheha endapo kukosa vifaa salama. Sisi kama AHF Tanzania tutaendelea kushirikiana kuhakikisha tunatoa elimu, lakini vile vile tutachangia hivi vifaa vihusiana na masuala ya hedhi salama kupitia shule zetu, lakini vile vile kutoa elimu kwenye jamii kupitia viongozi wa dini, lakini waelimisha rika na wazazi kupitia vikao mbalimbali ya shuleni na zile ambazo zinafanyika kwenye jamii. Naitwa Mwalimu Doris Ndunguru wa Nyanduga Sekondari. Kwa kweli ujio wa hawa wageni waliokuja kwa ajili ya hedhi salama kwetu tumeupokea vizuri sana. Kwanza ni fursa kwa watoto wetu kupata nafasi ya kusoma wakiwa vizuri na salama kwenye mazingira ya shule, lakini wamejifunza vitu vingi, wamepata elimu ambayo itawasaidia kwenye maisha yao, jamii, wazazi na wadogo zao kuwalea kwenye swala zima la hedhi salama. Lakini pia imetusaidia sisi kutambua changamoto za watoto wa kike wapo maeneo ya shule, kupata fursa ya kutambua walimu wa kiume pia wana nafasi ya kuwajali, kuwalea kwenye swala zima la kuhakikisha wanafunzi wako mazingira salama na rafiki, kwa sababu ni rafiki zao pia kwenye malezi. Majina naitwa Liza Sayuni, ni afisa ustawi, niko hapa halmashauri ya wilaya ya Role.
Kiujumla kwa maadhimisho haya tumefurahi sana, hasa kuadhimishwa kwenye wilaya yetu na katika shule ya sekondari Nyanduga, ambapo tulianza kutoa elimu kwa shule baadhi za msingi na sekondari. Tulikutana na wanafunzi wengi, wazazi pia wametueleza changamoto, hasa ni changamoto za kijamii, ambapo hedhi haichukuliwi kama jambo la kawaida kabisa. Hedhi inachukuliwa kama jambo lisilo la kawaida, hasa kwa wanaume. Na pia changamoto kubwa ni kukosa hizi taulo za kike ambapo tunatamani sana kama serikali au wadau waone ni jinsi gani pedi au taulo za kike zitapatikana kwa urahisi sana. Jina naitwa Jacob Obade Matara, ni mzazi katika shule hii ya Nyanduga Secondary School. Katika zoezi au tukio linaloendelea la shiriki, kama wazazi tumeipokea na tunashukuru shirika katika zoezi hili ili kuendeleza watoto wetu waweze kujua na kutambua umuhimu wa hedhi salama. Majina naitwa Joyce Richard, ni mwanafunzi wa Nyanduga Sekondari. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya Nyanduga Sekondari. Kwa kweli nimefurahi sana tangu tarehe 27 walipokuja na kutuletea semina na kutushauri mambo mbalimbali tusiokuwa tunayajua na tuliokuwa tunayajua lakini tulishauriana ili kutoa elimu na hamasa kwa wanafunzi wenzetu kuhusiana na hedhi salama, lakini pia tuweza kutoa changamoto zetu mbalimbali zinazotusibu hapa shuleni upande wa hedhi salama. Kama wanafunzi wengi hapa shuleni wanapata changamoto sana wakiwepo majumbani kwao, wazazi wanakuwa ni wakali na wakuwakaripia sana. Inaleta changamoto kwa wanafunzi kutohudhuria vipindi madarasani, na pia kama sisi wanafunzi tuliohudhuria semina hiyo tulifurahi sana na tukasema kwamba tutakuwa mabalozi bora kwa wengine na tutaandaa klabu mbalimbali na kutoa ushauri mbalimbali kuhusiana na hedhi salama kwa